Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 15 kipindi cha kawaida cha mwaka. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 11 aya ya 10 hadi ya 12 na aya ya 14. Na Injili inatoka ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8. Karibu tusikilize Injili. Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona walimwambia, "Tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato." Akawaambia, "Hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenziwe? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaila mikate ile ya onyesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani peke yao. Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni huinajisi Sabato wasipate hatia? Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingaliwalaumu wasio na hatia. Kwa maana Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa, karibuni tutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu ambayo tumetoka kuisikia hivi punde. Sehemu ya maandiko matakatifu kutoka kwa Mathayo sura 12 aya kwanza hadi ya 8 inatukumbusha juu ya ujumbe unaosema upendo kiini cha sheria zote. Upendo kiini cha sheria zote. Kristo anapowaambia Mafarisayo, pia ananiambia mimi na wewe kupitia wao. Maana kuna hatari ya sisi kujitoa kabisa na kuanza kuwanyoshea kidore Mafarisayo na kuona kuwa ndio wahusika wakuu na kusahau kuwa hata sisi katika dunia ya leo Yesu anazungumza nasi kupitia wao. Kwa asili Mafarisayo walikuwa ni watu ambao walishika sheria, mila na tamaduni za Kiyahudi, kwamba kila mtu atendaye na atende tu kulingana na sheria inavyosema. Ingawa kwa sasa hivi kuna msemo unaosema, "Je, sheria inasemaje?" Basi leo tunawaona wanafunzi wakivunja masuke na kula siku ya Sabato kwa sababu tu waliona njaa. Kwa kawaida sheria za Kiyahudi ziliwekwa mbele sana kuliko hata kuangalia upendo kuongoza sheria hizo. Mafarisayo wanaona si halali kabisa kufanya jambo hilo siku ya Sabato, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 hadi ya 11. Sabato ni siku iliyotakaswa, ni siku ya Bwana, ni siku ya mapumziko, ni siku takatifu iliyobarikiwa. Ni kweli wanafunzi wanafanya jambo hilo siku ya Sabato ambavyo sheria inawaamuru wasifanye. Lakini je, ni halali kuwaacha wafe na njaa kisa ni siku ya Bwana? Kwa hiyo wanahitaji kula ili waendelee na safari. Kristo anatumia maneno nataka rehema wala si sadaka kutoka kwa nabii Hosea sura ya 6 aya 6 ili kunikumbusha mimi leo, mimi na wewe, kwamba Mungu anathamini sana moyo wenye huruma na upendo kuliko kufuata sheria zisizoambatana na matendo ya rehema. Hivyo tunahitaji sana rehema ya Mungu, kwa maana rehema hutusaidia kuelewa hali za watu wengine na kuwasaidia, kuwahurumia, kuwasamehe na kuwaonesha upendo wa kweli. Leo Kristo anatufundisha kuwa sheria zipo, lakini hukumu zote
ziongozwe na upendo, maana upendo ndio kiini cha sheria yote ya Mungu. Tukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 5 aya 14, tunaona maneno yanayosema kwamba kwa maana sheria yote imetimizwa katika neno hili moja: mpende jirani yako kama nafsi yako. Kamwe tusiwe wepesi wa kuwahukumu wengine kwa makosa yote wanayofanya, bali upendo utusukume kuona kuwa ni kwa nini wanafanya makosa hayo na kuona njia sahihi ya kufanya ili wasiyarudie. Tunapoendelea kutafakari maandiko haya matakatifu, na waalika tusali kwa pamoja sala hii fupi kwa ajili ya kuomba rehema ya Mungu, kwa sababu sio rahisi sana kwa mwanadamu kusamehe. Mwanadamu mara nyingi anahukumu pasipo kuuliza sababu ni nini. Hivyo tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu na rehema ya Mungu ili tuweze kuwa wepesi wa kusamehe na kujua shida za wengine pasipo kuanza kuwahukumu na kuwalaumu. Mungu, unijalie rehema zako ili nisiwe mwepesi wa kuhukumu wenzangu, bali upendo uniongoze ili kujua shida ni nini na kujali hali zao. Niwe mwepesi wa kuwahurumia, niwe mwepesi wa kusamehe wengine, maana mwanadamu kwa asili sio mkamilifu. Kwa hiyo nielewe kwamba hata mimi pia naweza kuanguka katika hali ile ile ambayo wenzangu wanaanguka. Hivyo basi, upendo unisaidie kukamilisha na kutimiza kiini cha sheria zote ambazo kipimo cha kweli ni Kristo mwenyewe. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Frank Kasongi Benedicto wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu, ni damu ya thamani yenye kutuliza